Waziri wa Maji Juma Aweso ameendelea na ziara maalum ya kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo katika mkoa wa Manyara, ambapo amewataka watendaji wa serikali kufanya kazi kwa bidii, uwajibikaji na uzalendo ili kuhakikisha utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Waziri Aweso amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan haiwezi kuwavumilia watendaji wanaokwaza utoaji wa huduma, akieleza tabia hiyo hufanya wananchi kuichukia serikali bila sababu za msingi. Waziri Aweso amehitimisha ziara yake ya siku 3 mkoani Manyara kwa kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni sehemu ya ujumbe maalum kutoka kwa Rais Samia aliyewatuma mawaziri katika mikoa mbalimbali nchini kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa wakati. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, anataka utendaji utakaoacha matokeo. Utendaji wa bla bla maneno, utendaji wa kukaa ofisini, utendaji mwananchi amekuja hauna muda wa kumshughulikia, hizo zilipendwa. Utendaji wa serikali unalipwa mshahara. Utendaji wa serikali umewezeshwa magari. Utendaji wa serikali umepewa posho. Inasikitisha kuona mwananchi wa Babati vijijini leo anataka huduma, kunakuwa na usumbuaji ambao hauna ulazima. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, maelekezo ambayo ametoa kwa sisi wasaidizi wake, serikali haitosita kuchukua hatua kwa watendaji ambao wanafanya kazi kwa mazoea. Haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Wakati mwingine serikali inachukiwa, viongozi wanachukiwa kwa sababu ya kuoneana haya. Mtu anaharibu, tunasema huyu mwenzetu. Haiwezekani ndugu zangu. Leo kuna baadhi ya watendaji katika serikali, asilimia kubwa wanaofanya kazi ni wachache, lakini wanaofaidika ni wengi. Leo yupo mtendaji anaweza akafanya kazi Januari mpaka Desemba, anachojua kilichoisha ni IC, hajui matatizo na kutatua changamoto za watu. Tutaendaje serikali ya namna hiyo? Leo unakuta mwananchi analalamika ardhi yake amedhulumiwa, anahitaji kutatuliwa, huyu anapita huku, huyu anapita kule. Haiwezekani ndugu zangu. Kama unaona kazi ya serikali ukuifanya inakupa stress, basi kajaribu usipokuwa na kazi, utaona stress utakaoipata. Kuna vijana wamemaliza vyuo vikuu, leo hawana kazi, wanatafuta kazi. Leo mtendaji umepewa kazi, hutaki kufanya kazi, maneno mengi, ubabaishaji mtupu. Haiwezekani ndugu zangu. Niwaombe sana wakuu wa idara ambao mnasimamia majukumu katika kila eneo, kila mmoja atimize wajibu wake. Leo mimi nimepewa dhamana, nimekuja mpaka huku Kidasi. Inakuwaje leo mtendaji yupo katika kata, mtendaji yupo katika kijiji, wananchi hawafanyi mikutano, hawajui mapato na matumizi, hawajui maendeleo ambayo yanayofanyika katika eneo lao. Mnaleta ugumu ambao hauna ulazima. Inaumiza, inasikitisha. Unakuta fedha za serikali milioni 500, bilioni 1, unafika hela zimepotea, hasipo, mradi haupo. Haiwezekani ndugu zangu. Mambo hayo yanaumiza, mambo hayo tunasema ni zilipendwa. Tumepewa dira 2025 2050. Watanzania wana Manyara, Watanzania wanachotaka ni maendeleo, Watanzania wanataka ni matokeo. Malengo haya makubwa ambayo tumepewa, kwa sisi watendaji hatutakiwi kulala usingizi ndugu zangu. Usingizi utautoa wapi? Kila eneo kuna malengo makubwa ambayo umepewa. Kwenye maji malengo makubwa, kwenye umeme malengo makubwa, kwenye afya malengo makubwa. Twendeni tukafanye kazi kwa kujituma na kuwahudumia wananchi. Wakati mwingine ni baraka ambazo unapozipata, tutapata baraka. Tuwasaidie watu wetu, na uongozi sio cheo, uongozi ni alama. Tutakumbukwa kwa kuacha alama kwa kazi kubwa ambazo tumezifanya katika maeneo yetu, na Mungu atawabariki na Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi.
katika kutimiza majukumu yote watendaji wetu. Watendaji oye! Watendaji safi!